DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha. Ofisi ya ustawi wa jamii manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na shirika la Global Child Advocates Tanzania, Machi 12, 2025 katika ukumbi wa DMDP wa manispaa hiyo, wamefanya mafunzo ya tathmini na kujadili mafanikio, fursa na changamoto katika huduma za watu wa kuaminika, yani fit person, hususan kwenye eneo la malezi ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi na wanaopatiwa hifadhi ya muda kwa watu hao wa kuaminika. Jamii yenye ustawi, furaha. Naye Lilian Chilo ambaye ni afisa ustawi wa jamii manispaa ya Kinondoni amezungumza kuwa kama halmashauri kwa kushirikiana na mdau ambaye ni Global Child Advocate Tanzania wamejiwekea utaratibu wa kila robo kukaa pamoja na watu wa kuaminika pamoja na maafisa ustawi wa jamii kwa ajili ya kujadiliana juu ya mafanikio, changamoto na fursa mbalimbali wanazokutana nazo watu wa kuaminika katika kutoa huduma. Kiukweli kama manispaa tangu tumeanza kutekeleza zoezi hili na mdau wetu wa Global Child Advocate, tumeona matokeo chanya kwa sababu watu wetu wa kuaminika katika manispaa ya Kinondoni wameweza kujengewa uwezo na wao wamekuwa ni mabalozi wazuri katika kufikisha ujumbe kwenye jamii, lakini pia wameweza kujifunza mafunzo mbalimbali kuhusiana na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto, na pia wameweza kutambua tabia mbalimbali ambazo watoto wanakuwa nazo pindi wanapokuwa wamekabidhiwa na namna gani wanaweza wakazichukulia zile tabia kama tabia chanya na kuweza kuwasaidia wale watoto kuishi vizuri na familia hizo ambazo wamekuwa wamekutanishwa nazo kwa wakati huo. Lakini pia fit person wamekuwa mabalozi wazuri katika kuhakikisha kwamba tunashirikishana kwenye mchakato mzima wa mawasiliano ya moja kwa moja. Ina maana hao wanatumika kama daraja kupitia afisa ustawi katika kukusanya taarifa za awali za mtoto, lakini katika kumsaidia afisa ustawi kupata taarifa nyingine za ziada ambazo zitakwenda kumwezesha afisa ustawi huyu kumuunganisha mtoto na familia yake. Lakini pia wanapounganisha hawaishii hapo. Sisi kama maafisa ustawi kwa kushirikiana na watu wa kuaminika, kutokana na lile zoezi kufanyika kwa ufanisi na uzuri, basi watoto wale wanakwenda kuwa na mahusiano mazuri na familia zao, lakini pia na kufurahia kule ambako wanakuwa wameunganishwa. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana mdau wetu wa Global, jamii yenye ustawi, furaha. Naye Bwana Francis Mwatekenya anayefanya kazi na shirika la Global Child Advocates Tanzania alikuwa na haya kusema. Kama zima ya shirika ni tunapenda kuona watoto wakipata malezi ya kifamilia, na katika kuhakikisha hilo huwa tumetengeneza utaratibu ambao tunashirikiana na ofisi ya ustawi wa jamii ili kusimamia, kuboresha na pia kumonitor hawa watu wa kuaminika ambao wanatumika kama mbadala wa watoto ambao walopoteza familia zao au wanaishi kwenye mazingira ambayo yatasababisha kupoteza familia zao, waweze kufika katika hawa watu wa kuaminika. Leo tupo tunajadili kujua changamoto, kujua mafanikio na pia kujua vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutusaidia kuboresha hii program. Akizungumza afisa ustawi wa jamii na mratibu wa watu wa kuaminika kutoka manispaa ya Kinondoni Bi Fatuma Juma amezungumza kuwa wapo kwa mafunzo hayo ya siku moja kwa ajili ya mrejesho, mafanikio na changamoto wanazokutana nazo watu wa kuaminika katika kazi ili kuzipatia suluhisho. Na leo katika halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na shirika la Global Child Advocate tumekutana na watu wa kuaminika kwa ajili ya mafunzo ya siku moja juu ya mrejesho wa mafanikio na changamoto wanazokutana nazo katika malezi ya watoto. Kila mtoto tunajua ana changamoto gani. Changamoto ni tofauti, hazilingani. Kwa hiyo ni changamoto gani kwa kila mtoto uliyompokea na changamoto gani na ulitatuaje, kwa sababu hawa watu wa kuaminika walishapata mafunzo ya siku 7, kwa hiyo wanajua kutoa malezi na makuzi ya yule mtoto. Na kwa upande wao watu wa kuaminika wanaofanya kazi ya kuwahudumia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi kwa kushirikiana na serikali walikuwa na haya kusema. Tumekutana leo hapa kwenye hiki kikao kazi hasa kujadili changamoto, mafanikio, maoni na mapendekezo ambayo yanaweza kaonekana serikali ikiyafahamu itaboresha zaidi hayo maeneo hayo. Changamoto ziko nyingi kwao, na sisi tunapowapokea tunakutana na changamoto sio za watoto tu. Tunakuta changamoto ya mtoto inayokuhitaji lazima uirespond katika namna ya kifedha, kiuchumi.
wakati uwezo wako wewe ni mdogo. Mwingine mazingira, hali ulionao katika mazingira ulionayo sio rafiki sana. Mwingine unakuta hata kama mazingira ni rafiki, lakini labda alikotoka alikuwa anasoma, anahitaji kwenda shuleni, hauna uwezo, wewe ni wa kimamlaka, lazima uhusishe serikali. Kwa kuna changamoto nyingi ambazo tunazijadili, serikali kwa nafasi yake na sisi kwa nafasi yetu, ili kuweka hayo maboresho katika kutekeleza hili jukumu la kulea watoto. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kujadiliana changamoto na nini kifanyike kuhusu hawa watoto ambao tunawalea. Kiujumla, mimi na maafisa ustawi wetu tuko pamoja sana, bega kwa bega. Kila tatizo linapotokea kwangu lazima niwajulishe. Nikisha wajulisha, basi afisa ustawi anachukua jukumu la kunisaidia, na tunaendelea kuishi kwa mapenzi mema ili kuwasaidia hawa watoto ambao wanaishi katika changamoto mbalimbali. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha.